mpaka nimemaliza shule ya sekondari na kwenda Uganda kupigana vita, nikabakia huko miaka 2. Mzee Wasira yupo. Sina mashaka kuhusu uzoefu wake. Mzee Nyerere anastaafu, Mzee Wasira alimwaga Mzee Nyerere, halafu yeye akabaki. Yupo. Wasira! Akaja Mzee Mwinyi, Mzee Ruksa naye akaja. Nadhani Wasira alijieleza kwamba mzee, mimi ni mzoefu, mimi ndio tulikuwa na baba wa taifa. Mzee Mwinyi naye akamchukua, Wasira akawa yupo. Nipo kwa sababu Mungu ametaka niwepo, so what? Linapotajwa jina la Mzee Wasira, inakuja kumbukumbu ya mwanasiasa wa muda mrefu sana. Mwanasiasa aliyehudumu katika serikali zote tangu ya kwanza enzi za baba wa taifa hadi hii ya 6. Ingawa nafasi zako za uhudumu ziko za serikalini, lakini ziko za ndani ya chama unahudumu sasa. Unafikiri kwa nini hivyo? Una nini mwenzetu? Kwanza sio kweli kwamba mimi nimehudumu katika awamu zote kwa maana ya serikalini. Kwa sababu mimi nimehudumu katika serikali ya Mwalimu. Nilihudumu katika serikali ya Mwalimu bado nikingali kijana. Nilikuja katika parliament na miaka 25 kwa kuchaguliwa. Alafu nikaingia katika serikali kwa uteuzi wa Rais Nyerere nikiwa na umri wa miaka 27. Sasa hii ndio sababu inanifanya nieleze hayo, kwa sababu nyinyi mnadhani mimi mtu wa zamani sana. Wakati mwingine unanifikiri mimi ni lika la kawawa. Kwa sababu ya kuhudumu kwa muda mrefu, lakini ukweli ni kwamba nikuja bado kijana sana. Kuja na ubunge na miaka 25, nikateuliwa kuwa naibu waziri wa kilimo na miaka 27. Nikateuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mara nikiwa na miaka 30. Sasa tangu hapo mpaka leo basi miaka inapita na nyinyi mnazaliwa mnanikuta. Mnanisikia, si ndio hiyo? Sasa wasema huyu Wasira nani? Mimi Wasira mtu wa kawaida tu, lakini kiongozi na mtumishi wa umma. Mtumishi wa umma kwa maana ya kwamba nimekuwa katika serikali 3. Serikali ya Mwalimu, serikali ya Mwinyi na serikali ya Jakaya Kikwete. Sikuwepo katika serikali ya Benjamin Mkapa, wala sikufanya kazi katika serikali ya Rais Magufuli, na siko katika serikali ya Samia. Ndio, lakini katika kipindi hicho chote nimekuwepo katika Chama cha Mapinduzi. Labda hiyo. Kwa pengine hii najibu swali lako tayari. Sawa. Lakini sasa kuna ile mtu angetamani kujua, unafikiri kwa nini wewe umekuwa ukiaminiwa kiasi hicho? Okay, kuna zile nafasi za serikali, lakini ndani ya chama ndani ya chama ni kama ulikuwepo katika vipindi vyote hivyo. Nafikiri wakati wa Mkapa ulikuwa mjumbe wa kamati kuu Hapana, mimi nimekuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa wakati wa Mwalimu. Yes. Kwa sababu wakati wa Mwalimu nilikuwa katibu wa chama cha 5. Wakati ule wakuu wa mikoa walikuwa vile vile makatibu wa chama. Kwa nilikuwa katibu wa chama cha 5 na mkuu wa mkoa wa Mara. Hii ilikuwa mwaka 75 mpaka 82. Na wakati huo ukiwa mkuu wa mkoa na katibu wa chama unakuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa. Kwa nilikuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya 5 kwa miaka 2, 75 mpaka 77. Na kwa sababu hiyo nilishiriki katika kuanzisha Chama cha Mapinduzi. Nilishiriki katika kuvunja 5, nilishiriki katika kuunda Chama cha Mapinduzi kwa kushirikisha vyama viwili. Chama cha 5 na chama cha ASP. Hiyo ndio historia yangu ya kwa ufupi kabisa.
Sasa kwa sababu hiyo, baadaye nilipoingia kwa administration ya Mwinyi kichama, vile vile niligombea kuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa nikiwa waziri wa kilimo. Hiyo ni wakati wa Mwinyi. Wakati wa Mkapa sikushiriki sana, lakini wakati wa Benjamin, wakati wa Jakaya Kikwete kwa miaka yote 10 nimekuwa waziri, na vile vile nimekuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa na baadaye kamati kuu. Hiyo nimeendelea sasa mpaka wakati wa Magufuli, unaingia kamati kuu, wakati mwingine unatoka, lakini unabaki mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa. Mpaka nimeingia kwa uongozi wa Samia nikiwa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa, mjumbe wa kamati kuu, na mwishowe makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Nadhani unataka kujua hiyo tu. Unasonga kusema ukweli, lakini Wasira ambaye ungemsikia miaka ya 90 na Wasira ambaye unamsikia leo, kwa muktadha wa hoja na busara, bado yule yule. Yani version ya Wasira haibadiliki. Unawezaje mwenzetu kujihuisha hivyo? Sasa hiyo sio hoja yangu mimi. Hiyo ni hoja ya Mungu. Huwezi kuniuliza mimi nikueleze kwa nini nimekuwa consistent. Hii ni namna ambayo Mungu amenijalia kuwa na hekima, busara ambayo ninaitumia bila kuzua mgogoro. Kwa hiyo kama unataka kujua nilikuwa nasema nini jana, leo nasema nini, nitakwambia nimetumia vizuri sana wanasiasa wangu, kwa sababu kwa kweli wanasiasa ni pamoja na kusema mambo huku ukijua kuwa kesho mambo yale unayosema yanaweza kukushtaki. Kwa hiyo unasema kwa uangalifu. Sasa unaniuliza kwa nimekuwa mwangalifu? Kwa mwangalifu ndio shughuli yenyewe hapa. Basi ndio naweza kujibu, lakini kwamba kumekuepo na Mungu amenijalia kupata uwezo huo, ni kipaji. Wengine wakifika weji kama yangu wanapoteza kumbukumbu. Mimi sijapoteza, na wala si mimi wala si mkubwa kuliko wengi. Wako kaka zangu wengi tu hapa ambao walikuwa na mwalimu, bado wapo, hawako katika utumishi wa umma, hawako kwenye chama, lakini wapo na wanatoa maoni na hawajapoteza kumbukumbu. Kwa hiyo mimi sio exception hata kidogo. Mimi sio exception. Kuna clip moja inasambaa mtandaoni, inasema ni mmoja wa viongozi wa serikali anasema, nikiwa kijana mdogo nasoma shule za sekondari, tulikuwa tukija hapa likizo, yupo rais wa nchi yetu, baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, nami wakati huo natoka shule, mtoto wa rais au vipi? Mheshimiwa Wasira, mkuu wa mkoa wa Mara, yupo. Mpaka nimemaliza shule ya sekondari na kwenda Uganda kupigana vita, nikabakia huko miaka 2. Mzee Wasira yupo. Sina mashaka kuhusu uzoefu wake. Mzee Nyerere anastaafu, Mzee Wasira alimwaga Mzee Nyerere, halafu yeye akabaki. Yupo. Wasira! Akaja Mzee Mwinyi, Mzee Ruksa naye akaja. Nadhani Wasira alijieleza kwamba mzee, mimi ni mzoefu, mimi ndio tulikuwa na baba wa taifa. Mzee Mwinyi naye akamchukua, Wasira akawa yupo. Mzee Mwinyi kama Mzee Nyerere akamaliza muda wake akaondoka, Mzee Wasira akamuaga, halafu yeye akabaki. Yupo.
Akaja mzee Mkapa, Wasira akampokea na akabaki yupo. Mzee Mkapa akamaliza muda wake. Baada ya miaka 10 mzee Mkapa kumaliza muda wake, mzee Wasira akamsindikiza, halafu yeye akabakia yupo. Akaja mzee Kikwete. Mzee Kikwete amempokea mzee Wasira na ameendelea kuwa yupo. Kumeshatoka maneno yanaitwa kung'atuka. Kwa mzee Wasira hiyo vocabulary haipo ya kung'atuka. Unaenda wapi? Unamwachia nani? Kwa sasa hivi mzee Kikwete anataka kuondoka, mzee Wasira anataka amwage, halafu abakie yupo. Nachoka sana. Kwenye awamu hii yupo, umewahi kuiona hiyo? Na ulipoiona ulikuwa utani wa Makongoro Nyerere. Na Makongoro Nyerere ni msanii mzuri tu. Kwa aliwahi kutumia usanii wake ule. Wakati ule yeye mwenyewe alikuwa anagombea urais. Na kwa hiyo na mimi nilikuwa nagombea. Kwa chukua tunagombea naye, labda aliona ili namsaidia yeye kubaki. Sasa lakini tulishakaa na Makongoro, tulishazungumza. Tuliona ilikuwa utani wa kisiasa ulioshaisha. Hiyo ni clip ambayo watu wanaitumia lakini haina maana sana. Nipo kwa sababu Mungu ametaka niwepo, so what? Nipo ndio. Ukiwa hai utatoa mchango kulingana na mazingira yaliyopo. Hata ningekuwa sio kiongozi, ningekuwa nipo, kwa sababu ningekuwa nyumbani kwangu, bado mngekuja kuuliza maswali yanayotokana na kile ninachokijua. Bado nitakuwa nipo. Hata nikiacha uongozi, kama bado ninaishi, bado mkitaka mawazo nitawapa, na haitakuwa hoja. Maana mwisho mtu anaweza kuuliza kwa nini hujafa? Sasa hiyo hoja itakuwa inajibiwa na mimi, inajibiwa na Mungu. Sawa kabisa. Sawa, tuhitimishe humo. Wanasema kwenye siasa kuna kustaafu. Akili kama inafanya kazi, basi unaendelea kuwa mwanasiasa na kufanya siasa. Usemi huo au kauli hiyo inaakisi na mtazamo wako pia? Unajua mimi si maana ya kustaafu. Kwanza, kustaafu ni hoja ambayo iko katika utumishi wa umma. Utumishi wa umma ukifika miaka 60, wanakuambia sasa umefanya nini? Umestaafu. Na kweli unastaafu, kwa sababu unatoka uje ofisini tena. Sasa siasa ziko naweza nikatumia terminology ya tehama. Kuna zile zinaitwa hard drive. Zile hard drive ni kama ubunge hivi, kupata ni shughuli kweli, mpaka upambane. Nisikia rais anamtania rasi wake mmoja juu, akwambia mtoto akichezea wembe bwache tu umkate, alafu hatarudia. Sasa anasema uliposema unataka kwenda kutafuta ubunge nilikuruhusu, lakini nilijua utapigwa. Rais naye diplomasia yake kwa yule bwana ilikuwa ngumu kidogo. Na umepigwa kweli, umerudi, lakini najua kazi yako ni nzuri, kwa hiyo utafanya nini? Na kurudisha. Hiyo ni hard drive. Politics, ubunge, uraisi, hizo ni hard drive. Ukienda kule ujue kuna kupigwa. Sasa ukitoka huko kuna kuja hizo wanaita software. Politics za vyama, sijui hizo vya vyama vile vya watu wakali sana, labda kuna hard drive kule. Lakini huku CCM kama mimi siko katika hard drive politics. Mimi niko kwenye software. Mimi ni makamu mwenyekiti, role yangu ni advisory. Alafu na muadvise mwenyekiti, kwa sababu mimi ni makamu wake. I am not executive.
Sasa zile ni soft politics. Zile ukiona tunafanya sasa ni hobby. Sasa ukisema tustaafu, mwisho utatuambia tusipige kura, maana hata kupiga kura ni politics. Na hiyo wanapiga hata wanajeshi, wanapiga majaji, hata wewe mwandishi wa habari kama sio mwanachama, tena inaonekana wewe ni mwanachama, umalize upesi urudi UWT. Uje tusaidie. Hizo ni soft. Sasa mwingine anasema kwa nini wanaweka Wasira kwa makamu mtu mzima? Sasa umakamu una sifa zake. Moja, lazima uwe na experience ya kutosha. Huyu bwana tukimfanya leo au makamu atakimbia cheo. Anaongoza watu wa CCM, wana makamu gani huyu? Lakini mimi wanajua kwanza iji yangu inanipa respect, lakini vile vile historia yangu na maadili nayo yasimamia. Mimi nasimamia maadili ndani ya CCM. Kazi ngumu kabisa. Huwezi kuyasimamia kama wewe mwenyewe huna maadili. Unamwambia umefanya hivi, anasema sina, wewe ulifanya. Unaelewa? Lakini ni soft, lakini una sifa fulani za experience ambazo zinakusaidia chama vile vile. Unakuwa point of reference. Ndio. Point of reference. Wewe umesema kwamba unajua zamani ilikuwa watu hawakosei, wanafukuzwa. Nimekwambia sio kweli. Masha babake na Lawrence alifukuzwa ubunge. Wa nini wa Sengerema? Ndio. Kuna mbunge mwingine wa Bukoba alifukuzwa, mwingine wa Tanga, mwingine wa Iringa. Siku hii moja. Pamoja na yote hayo, yani mkali kwenye mambo yasiyoenda vyema, ni mkali na kauli kali kweli. Mambo yasiyoenda vyema, of course, kali na kauli kali kweli. Kauli kali ya CCM tu iko huko. Wewe unaenda usome huko tu. Nataka nikueleze kwa nini unakuwa mkali. Ahadi za mwanachama. Binadamu wote ni ndugu zangu na Afrika ni moja. Unasikia bwana? Nitatumikia nchi yangu na watu wake wote. Nitajitolea nafsi yangu kuondoa umaskini, ujinga, magonjwa na dhuluma. Hivi huwezi kuyatekeleza bila ukali kidogo. Si uko mkali wa ajabu, lakini rushwa ni adui wa haki. Sitatoa wala kupokea. Sasa kama unapinga rushwa, utapinga rushwa afu na bembeleza watu, na watu wenyewe wameona kula rushwa. Tunatimisha na hili. Wapo wanaokuita Tyson. Kwa nini? Hiyo ni wewe unazungumza mambo ya utani. Okay. Huo ni utani kwa sababu mwaka mmoja mimi nilikuwa nagombea ubunge na mzee wa Rwanda tu. Sasa wakati ule mtu anaitwa Tyson alikuwa bondia. Tena tuko Bunda tu pale. Sasa mimi niliposhinda uchaguzi huo, sasa wale vijana wa Bunda wakasema unaona Tyson. Sasa ikawa Tyson sijua vijana hao. Sasa Rais Kikwete naye msanii kidogo, naye akaiokota. Naye akasema wewe ni Tyson. Sasa nikamwambia waandishi wa habari hakuna kuniita Tyson. Kwa sababu mkiendelea kuniandika Tyson, jina langu litapotea. Watakubatiza jina. Kuna watu siku hizi wanaitwa majina sio ya kwao kabisa. Kwa hiyo nikagangamara tu kuzuia nisije nikapoteza identity. Lakini haina Tyson wowote, haina uhusiano wote wa ngumi. Tena ngumi zenyewe sizijui hata kidogo. Kwa hiyo wala sio kweli. Hiyo. Nashukuru sana.